Ana matangazo muhimu kwa wanasimba na wadau wa mpira kwa ujumla. Tutege sikio, tusikie kile ambacho amekusudia kutueleza, lakini vile vile tutakuwa na nafasi kwa waandishi wa habari kuuliza maswali kwa kile ambacho wanahitaji kupata ufafanuzi zaidi kutoka Simba Sports Club. Mwenyekiti, karibu. Jamani, habari za muda huu? Hamjambo? Kwa niaba ya bodi ya Simba nimeona taarifa hii nizungumze mwenyewe kama mwenyekiti wa bodi ili ipate uzito inaostahili. Ya kwanza ni taarifa ya kuhusu kadi za wanachama. Tulikuwa tumepanga awali kwamba tungetoa kadi za wanachama tarehe 27 Machi, lakini zoezi hilo lilishindikana kwa sababu kulikuwa na kazi ya system yenyewe ya kutengeneza hizo kadi mpya ilikuwa haijakamilika, hasa kwenye maeneo ya ujazaji, kwa sababu zile branch zote ambazo zipo sasa hivi lazima ziingizwe kwenye mfumo, na baada ya kuingizwa kwenye mfumo baadaye sasa ndio wanachama wale waliopo sasa waweze wenyewe pia kuwa wa kwanza kupewa kadi, na wakati huo matawi mapya na wanachama wapya kupitia matawi yaliyopo waweze nao sasa kupata kadi. Zoezi hilo karibu linafikia mwisho. Tukishalimaliza zoezi hilo la kulodi matawi ambayo yapo, basi tutatangaza rasmi lini tutazindua siku ya kuanza kutoa kadi mpya za kisasa kwa wanachama wa Simba. Kwa hiyo niliseme hili ili wafahamu kwamba zoezi linaendelea. Ni kwa sababu ni kitu kizuri, kitu cha kisasa, kwa hiyo kilihitaji muda hasa kutengeneza database ambayo ni nzuri. Jambo la pili ambalo nilizungumze ni issue ya rufaa yetu ya mchezaji Mohamed Damaro. Kama mnavyofahamu, tulipeleka mashtaka kwenye kamati ya wachezaji na usuluhishi, nafikiri Kiswahili chake nimepatia, kuhusu huyu mchezaji. Sisi tulikaa swala hili tukatafakari kwa kina, tukasema ni swala ambalo halijakaa sawa, ni swala ambalo katika ushindani hakuna uwiano ulio sahihi. Ni kama klabu zinatengeneza njia ya kuongeza wachezaji wa kigeni bila sababu yoyote ya msingi. Kama tunasema mchezaji aliyepewa uraia hawezi kuchezea timu ya taifa, basi sababu ya kumpa uraia ilikuwa ni nini? Ilikuwa ni kuhakikisha kwamba klabu moja au mbili zinakuwa na wachezaji zaidi ya wengine walioruhusiwa kwa mujibu wa kanuni. Tumepokea majibu ya kamati ya hadhi sheria za wachezaji. Kwa mujibu wa ibara ya 27(4) inatuomba tufanye kitu kinaitwa marejeo au review ili tukamilishe hatua za hapa ndani, na tumeshaandaa review marejeo ya mchezaji huyu. Tutawasilisha hivi punde hapo TFF, na katika hukumu ile waliotupatia imechagua tu maeneo yanayowafurahisha ndio wanajibu. Maeneo mengine ambayo tuliyahoji hawakuyajibu kabisa. Mohamed Damaro, tukizungumza sasa hivi, ana FIFA identification number 2. Mchezaji yoyote akishaingia kwenye mfumo wa kucheza mara ya kwanza anapewa ID number.
hiyo ID namba unatakiwa uhame nayo kwa tunakoenda, ndio namba yako ya utambulisho. Lakini ukiangalia kwenye mfumo, Mohamed Damaro ana ID namba 2. Hiyo tuliuliza kwenye kamati, hawakuweza kulijibu. Lingine ambalo tulihoji huyu Mohamed Damaro kama hawezi kucheza timu ya taifa ya Tanzania, ina maana kwamba yuko eligible, wanasema wazungu, kuchezea timu ya taifa ya Guinea. Na kwa kweli moja ya vitu ambavyo tulimtaka Damaro aje pale TFF, ikiwezekana klabu yako, tulitaka tujue mbinu alizotumia kupata uraia wa Tanzania kama zilikuwa ziko namna gani. Kwenye cross examination ambayo tuliomba, tulitaka tujue kama Damaro ameukana uraia wa Guinea, ameukana lini na ameukana katika namna gani, kwa sababu wazungu wanasema kuna president. Kuna mchezaji anaitwa Josephat Bada ambaye alipewa uraia pamoja na huyu. Wakati anaondoka hapa ilibidi aondoke katika uraia wake aliokuja nao Tanzania hapa, sio uraia wa Tanzania. Na hiyo ni kwa sababu kama angetumia uraia wa hapa, kuna ile kitu inaitwa TMS, transfer matching system. Sio, kuna mzee wangu mmoja alisema transfer monetary system, ni transfer matching system. Ile transfer matching system isingekubali, kwa sababu data za mchezaji fulani na huku lazima ziwiane, ndio transfer inatokea. Sasa huwezi kuwa huku ni mwingine, huku ni Mtanzania ukaweza kuhama, hilo halitatokea. Kwa hiyo yote hayo tuliyahoji, haya kupata majibu. Tumeomba review, lakini hatutaishia hapa kwa sababu tunaamini kwenye kanuni za ligi zetu zimetambua wachezaji wa aina mbili. Mchezaji wa Tanzania atatambulika kwa passport na kwa kitambulisho cha taifa, lakini in bracket wamesema awe mzawa. Tunaelewana? Atatambulika kwa passport au national ID, lakini in bracket awe mzawa. Mzawa maana yake ni indigenous. Kuwa na passport, kuwa na ID haikuwezeshi kuwa mzawa, kwa sababu kwa mujibu wa taarifa ya uhamiaji wanasema huyu alipewa uraia kwa njia inaitwa tajinisi, naturalization. Sasa kama amekuwa naturalized, kanuni zile zile za TFF zinasema mzawa. Kwa hiyo kuna mchezaji mzawa na kuna mchezaji wa kigeni. Sisi tunaamini Damaro hakizi, kwa mujibu wa kanuni zenyewe za TFF, hakizi vigezo vya kuwa mzawa. Kwa hiyo yote haya tumeyahoji, lakini kamati ya sheria na hadhi ya wachezaji hawakuyajibu hayo. Kwa hiyo tunaandika review na kuweza kuomba. Na naomba niliseme hili jambo si jambo dogo kwa nchi, kwa sababu Simba mwaka jana baada ya sisi kuona wenzetu wamepewa uraia, tunaandika barua kwa uhamiaji wachezaji wetu kwamba kuna baadhi ya wachezaji wetu wanaomba nao kupata uraia. Hatujawahi kujibu hiyo barua mpaka leo. Mpaka leo hatujawahi kujibu hiyo barua ya wachezaji wetu waomba uraia. Kwa hiyo sisi tunaamini ligi kuu ya Tanzania ni brandi kubwa, ni product kubwa. Ikiwa haiko kwenye mizania sawa, inaleta vitu ambavyo vinaumiza na vitu ambavyo si vizuri. Kwa hiyo jambo hili sio tu tunaenda kasi baada ya review kama tutapata tunayotaka, tunaandikia pia FIFA, kwa sababu tunaamini kuna fraud. Fraud kwa Kiswahili inasemaje? Fraud tunasemaje kwa Kiswahili? Ni udanganyifu. Kwa sababu kama unaweza kucreate